Ruth na Esta. Ikawa mfalme alipomuoa Malkia Esta amesimama uani, alipata kibali machoni pake na mfalme. Akamnyweshia Esta fimbo ya dhahabu iliyokuwa mkononi mwake. Kisha Esta akakaribia na kugusa kilele cha fimbo ya enzi. Ruth na Esta ni vitabu viwili pekee katika Biblia ambavyo vimehusika mikononi mwa mwanamke. Vitabu viwili vyenye hadithi mbili za kuvutia ambazo tunaweza kujifunza masomo muhimu. Lakini pamoja na umuhimu wao wa kihistoria na kimaadili, Ruth na Esta wana thamani ya mfano. Kama wanawake wanawakilisha kanisa la uaminifu la Mungu, wanatufundisha kuhusu mpango wa ukombozi na kipindi cha mwisho katika mizozo kati ya Mesaya na Shetani. Ruth na mpango wa ukombozi. Kilichopotea ukombozi. Esta na wakati wa mwisho, mgogoro saa ya uamuzi. Ruth na mpango wa ukombozi. Kilichopotea. Katika siku ambazo waamuzi walitawala, kulikuwa na njaa katika nchi. Basi mtu mmoja kutoka Bethlehemu katika Yuda pamoja na mkewe na wanawe wawili wakaenda kuishi kwa muda katika nchi ya Moabu. Hadithi ya Ruth inaweza kueleweka kama mfano unaoelezea mpango wa ukombozi. Elimeleki na familia yake wanapaswa kuondoka nyumbani kwao kwa sababu huko Bethlehemu, ambaye jina lake linamaanisha nyumba ya makati, hakuna mkate kufikia mahali ambapo walipata kifo. Dhambi iligeuza nchi ambayo Mungu alikuwa amewapa wanadamu kuwa mahali pa kifo. Katika Edeni ambapo Mungu aliwaweka Adamu na Hawa, kulikuwa na wengi wa kila aina ya chakula, lakini kwa sababu ya dhambi walilazimika kuondoka bustani na kujitahidi kupata chakula chao. Hata leo katika sayari inayozalisha chakula cha kutosha kwa kila mtu, watu wengine bado wanakufa kwa njaa, lakini siku itakuja ambapo haya yote yatakwisha. Mkombozi. Na niendelee kupata kibali machoni pako. Bwana wangu alisema, umenituliza kwa kusema kwa wema mtumishi wako, ingawa sina msimamo wa mmoja wa watumishi wako. Naomi na Ruth waliporudi Bethlehemu, Naomi aliomba aitwe imara, kumaanisha uchungu. Dhambi imebadilisha maisha yetu kuwa uchungu na maoni machache tu ya furaha, lakini kama Naomi alivyogundua baadaye, Mungu hajatusahau na anaongojea kutujaza furaha. Ili kuishi, Naomi alilazimika kutengana na baadhi ya mali yake. Nchini Israeli kulikuwa na njia za kusaidia katika hali hizi. Jamaa anaweza kununua au kuchukua mali hiyo na kuendeleza jina la familia kwa kuwa mmoja wa wajane. Kitendo hiki kilitoa ukombozi. Mungu alipanga Ruth akutane na mkombozi wake Boazi. Kwa jinsi alivyotendea Ruth, tunaweza kuona mfano wazi wa jinsi Yesu alivyotendea ukombozi. Kwa hili mkombozi wa milele alisema, basi siwezi kuikomboa kwa sababu ninaweza kuwateresia mali yangu mwenyewe. Unaikomboa mwenyewe, siwezi kufanya hivyo. Boazi alikumbana na kikwazo ilipokuja swala la ukombozi. Kulikuwa na mtu mwingine, hiyo jamaa anayefuata anamwakilisha Shetani, ambaye anaamini ana haki juu yetu na sayari yetu. Mwishowe kwenye lango la jiji, baada ya kuchukua hatua za kisheria mbele ya wasii, Boazi anapata ukombozi. Vivyo hivyo Mungu hukusanya wasii wanaowakilishwa ulimwengu ambao hajaanguka pamoja na malaika, na hufanya uchunguzi wa kina ambapo imeamuliwa kwamba Yesu anaweza kutukomboa. Tunahitaji hukumu kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Je, ukombozi anaweza kupatikana kwa msingi gani? Kwa msingi wa damu ya Yesu ambayo alimwaga ili kutuweka huru kutoka kwa nguvu za uovu na kuzuia mpango ya yule mwovu.
kuhusu uhusiano wa Mesaya na watu wake. Kuna mfano mzuri katika sheria zilizotolewa kwa Israeli. Wakati kupitia umaskini, Mwebrania alikuwa amelazimishwa kuachana na urithi wake na kujiuza kama mtumwa. Jukumu la kukumbuka na urithi wake liliangukia kwa Yoli ambaye alikuwa wakuu wa karibu zaidi. Tazama Mambo ya Walawi. Kwa hivyo kazi ya kutukumbuka na urithi wetu ilipotea kupitia dhambi ilimwangukia yeye ambaye ni jamaa wa karibu wetu. Ilikuwa ili kutukumbuka kwamba awe jamaa yetu karibu kuliko baba, mama, kaka, rafiki au mpenzi. Ni Bwana Mwokozi wetu. Usiogope, anasema, kwa maana nimekukumbuka, nimekuita kwa jina lako. Wewe ni wangu, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, umekuwa wa heshima, nami nimekupenda. Kwa hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na watu kwa ajili ya maisha yako. Esta na wakati na wa mwezi. Mgogoro na barua hizo zilitumwa kwa mili katika majimbo yote ya mfalme ili kuharibu, kuwaona na kuangamiza Wayahudi wote, wadogo kwa wazee, watoto wadogo na wanawake, katika siku moja, hata siku ya 13 ya mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari, na kuchukua nyara za kuwa nyara. Hebu tufikirie kitabu cha Esta kama ishara ya wakati wa mwezi. Shetani aliwekalishwa na Hamani anaamuru kifo cha yeyote asiyeinama mbele yake. Kanisa lililobaki linalowakilishwa na Esta atenda kwa wakati ufawa. Mwishowe kanisa linatolewa, Shetani na wafuasi wake wanaangamizwa. Hamani amepewa mamlaka juu ya ufalme wa Uajemi, na kila mtu anamwabudu isipokuwa Mordekai Myahudi. Baada ya kujua hili, anaamua kuwaua Wayahudi wote. Ni mwezi wa wakati Shetani atakayekuwa kuabudiwa kupita mamlaka mbalimbali ya kisiasa na kidini. Wale wanaokataa watakufa. Kikundi kitugu licha ya amri ya kifo kitaamua kuendelea kumwabudu Muumba siku aliyoweka, na sio siku ambayo Shetani anataka ifanyike. Saa ya uamuzi. Kwa maana ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapokuwa na upanuzi na ukombozi kwa Wayahudi kutoka mahali pengine. Lakini wewe na nyumba ya baba yako mtangamizwa. Nani ajuaye ikiwa umekuja katika ufalme kwa wakati kama huu? Esta alikuwa mwanamke ambaye Mungu alikuwa ameweka mahali sahihi kwa wakati unaofaa. Licha ya hofu yake ya awali, aliamua kutimiza dhamira yake hata kwa kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Mateso ya kanisa yalipokamilika 1798, Shetani alilenga shambulio lake kwenye kanisa la uaminifu ambalo lilikubuka. Kanisa hili masalia kanisa la Waadventista, ingawa si kamilifu, ilimitwa kutimiza utume wa Mungu wakati wa uamuzi, kubaki mwaminifu wa amri ya Mungu wakati ulimwengu wote unasikanyaga. Mwishowe Wayahudi waliachiliwa huru na wakaadhimisha karamu kubwa Purimu yetu itakuwa sikukuu ya daima, isidumu siku mbili tu bali ya milele. Historia inajirudia yenyewe. Akili ile iliyofanya njama dhidi ya waumini katika nyakati zilizopita sasa inafanya kazi kupata udhibiti wa makanisa yaliyoanguka, ili kupitia kwao hawezi kwa hukumu na kwa wote ambao hawataabudu sabato ya sanamu. Hatupaswi kupigana na wanadamu kama inavyoonekana, maana vita vyenu si vita kati yetu na binadamu, bali ni vita dhidi ya jeshi ovu la ulimwengu wa roho. Tunapigana na watawala wakuu na wenye nguvu wanaomiliki ulimwengu huu wa giza. Lakini ikiwa watu wa Mungu wataweka tumaini lao kwake na kwa imani kutegemea nguvu zake,
ila saa shetani zitashindwa katika wakati wetu kwa ishara kama katika siku za Mordekai.